Mwanaume mwenye watoto watatu alishangazwa sana baada ya kugundua kupitia kifuatiliaji yani AirTag kwamba gari lake aina ya Range Rover lililoibiwa limeonekana nchini Tanzania umbali wa zaidi maili 5,000 kutoka Uingereza miezi miwili baada ya kuibiwa. James Mande mwenye umri wa miaka 44 kutoka Essex alisema hakutarajia tena kuliona gari lake lenye thamani ya milioni 40 lililoibiwa nje ya nyumba yake baada ya wezi kutumia funguo za kielektroniki kulifungua. Usiku wa tukio hilo alikuwa akifanyia kazi boti yake, akaegesha gari kama kawaida na kwenda kulala. Asubuhi alikuta gari halipo na kupitia kamera za CCTV alipata picha zisizoonekana zenye mwanga wa taa. Alikuwa ameweka kifuatiliaji kwenye gari hilo, lakini kifaa hicho kilizimwa wakati wa wizi. Baadaye aligundua kuwa hilo ni jambo la kiusalama lililoongezwa kwenye kifaa hicho ili kuzuia kufuatilia watu bila ridhaa yao. Aliripoti tukio hilo polisi, lakini halikuweza kusaidia sana, hivyo akaomba fidia ya bima na kulipwa. Hata hivyo, mwezi Februari akiwa anafuatilia kompyuta yake kwa bahati, aligundua kuwa kifuatiliaji hicho kilianza kufanya kazi tena. Kwa mshangao mkubwa aliona gari hilo limepita njia ya baharini hadi kufika bandarini Dar es Salaam, Tanzania. Tangu wakati huo amekuwa akifuatilia harakati za gari hilo ambalo limeonekana liko karibu na duka la magari. Ingawa kwa sasa si mali yake tena, bado anashangazwa na juhudi zilizowekwa kusafirisha gari hilo hadi Afrika. Aliwahi kusambaza picha ya safari ya gari hilo kwenye kundi la Facebook la Dul Men's Club ambapo alipokea maoni mengi na hata kupewa nafasi kwenye vyombo vya habari. Licha ya yote hayo, jambo moja ambalo linamuumiza ni kofia yake ya thamani aliyoweka kwenye siti ya nyuma. Kofia hiyo ya mwaka 1922 aina ya Bailey Flat Cap alinunua katika seti pamoja na baba yake na angependa kuipata tena. Anaamini ni vigumu mtu kuivaa Tanzania, hivyo anatumaini anaweza kurudishiwa. Mimi ni Bahati Limo na hii ni Simulizi na Sauti.